Na shukuru, tumusaidie kufahamu, kupata mtazamo wako. Kuna mjadala ambao nafikiri wa miaka yote kuhusiana na swala la nidhamu na uadibishaji katika taasisi za elimu, hasa tuseme sekondari kuja msingi. Ni swala lila adhabu hasa za viboko, corporal punishment. Wengine wanafikiri kiboko ndio dawa, ndio adhabu kuu na ya haraka na bora. Paka wengine wanasema mimi bila viboko wala singeenda, bila viboko mimi singebadilika. Wewe ukiwa mwalimu, mkufunzi, mhadhiri chuo kikuu, lakini kiongozi mbobevu wa taasisi za elimu nchini, kutoka Kantalamba, Maposeni, Ndanda, Mahewa, Lugaro, mpaka kusimamia fakati pale Mabewa pale chuo kikuu cha Kikatoliki cha Ruaha pale Iringa, ukiwa kiongozi katika maeneo hayo. Mtazamo wako ni nini wakati ule na sasa hivi? Kiboko, matumizi ya kiboko, imani yako imekuaje tangu? Mimi nadhani kwa sababu ya history, wanasema mapokeo, kwamba mtoto anaenda anapelekwa shuleni, pamoja na mambo mengine anakutana na adhabu ya viboko. Mimi as a person, kwa nimefundishwa mambo ya dini, sosiolojia ya kawaida, mimi viboko sivipendi kuadhibu wanafunzi. Sio nguzo. Wana basically sawa, vimemsaidia yule aliogopa akafanikiwa, lakini kiboko sio msingi wa kumlea mwanafunzi. Sio msingi. Mwalimu katika mafundisho yake anaposoma kwenye kozi za walimu, unaanza na very simple terms. Mwalimu unatakiwa kuwa rafiki wa mwanafunzi. Lile darasa uliopewa lile, usilete aina yoyote ya ubaguzi, kwa sababu huyu anachelewa kujifunza. Huyu anajifunza vile. Usimlaani mtu yote na kwa sababu ni slow learner. Wale wanafunzi wale wote ni rafiki zako, umekabidhiwa wewe. Change them. Mada unaifundisha wote waielewe. Alafu kuna mbinu, ukiona namna gani fundisha, maliza. Wale ambao slow learners unatengenezea muda, unaenda kukaa nao, unaenda nao vizuri tu taratibu hivi. Sasa viboko of course wale wanatoroka na wengine wanafunzi wanatukana walimu. Kuna tatizo kubwa, sio zamani, miaka siku hizi. Zamani wanafunzi walikuwa watiifu, kwa sababu walikuwa najua anasoma, kwanza kuna kazi. Sasa hivi imeingia kitu madawa ya kulevya. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi anakuwa sugu. Hata ukimfanyia counseling inatereza, ukiweka adhabu inatereza. Yani hiyo ndio nilivyoona mimi kwenye mashule haya. Yani inagusa kidogo mpaka inaanza kuingia chuo kikuu. Naanza manake mtu anakuonyesha kisu. Inatokea hatuzungumzi, kuna vitu vingi sana. Vingi sana huko kwenye vyuo vikuu. Lakini inamazishwa hivi, mtu anapewa labda miezi miwili kwenda kupumzika na nini, anarudi please na nini mambo yanapoa. Lakini watu wa sasa hivi pamoja kwamba wameharibika na vitu vipya, mimi napinga adhabu ya viboko. Mimi napinga. Wanafunzi kwa hendo vizuri wanaenda vizuri sana. Pale nyumbani nakupa mfano tu. Pale ndugu zangu wale Afrika kuja kukaa kwenye miguu yangu, mimi natumia neno makali. Siku nyingine kukuta watu wanaokota makopo na naambia, ukidharau elimu mwisho wako. Umemwona yule yule halali analala polini na nini, anakula madudu kwenye mapipa. Kwa nini? Alivuta bangi. Kwa hiyo sigara ya tumbaku yoyote acha. Nini sio sasa hivi kuna pipi hizo tunawaeleza pale, acha kabisa. Wanataka wewe usiwe daktari, yani ndio wanachotaka. Afu wanataka usinunue hata gari, acha. Kwa hiyo mimi kwa enzi zetu, kwa enzi za sasa, kiboko I'm against it. Mimi I'm against it. Sawa, lakini I'm against it. Ina shule zingine walimu wengi sana wamepigwa
na makundi ya wanafunzi katika hiyo kiboko. Wanafunzi wamejiorganize chapa walimu na vitu kama destroy majengo na kwa hiyo mwalimu kimsingi ni rafiki ya mwanafunzi. Usibague. Umepewa wote watoke pale na taaluma safi na maadili safi. Wote bila kutazama sura nini. Na unawafundisha hivi. Wale kwa sababu tunafundisha wale wanakwenda kuwa tena walimu. Ndio unasisitiza hiyo. Umetaja mojawapo ya sababu kwamba mapokeo, kwa nini viboko vimekuwa vikisifika zaidi, vimekuwa overpraised. Nafikiri ni sababu gani nyingine ambazo zimefanya mapokeo hayo yana makubaliko mengi ya kina sana katika nchi yetu? Kwa mfano au nchi zetu hizi, kwa tafakuri yako na uzoefu wako, ni nini, kwa nini, sababu zipi zimefanya walimu waone ni kiboko ikitumike na kimeendelea kutumika, na hata wakati mwingine harakati zikianza za kushawishi kiboko kisitumike zinakutana na upinzani mkubwa sana? Mbali ya mapokeo, ni nini, sababu zipi zimeleta kitu kama hicho? Mimi ninadhani ni mapokeo ya ukoloni. Wazungu walipoleta elimu hapa, wale wachukulia wa Afrika sio watu wanalingana na wazungu. Kwa hiyo kila kitu lazima kiende kwa mapambano. Kwa hiyo sasa ndio ile mpaka tunafika kupata uhuru. Kuna mtu mmoja alikuwa anakimbia shule, ameota viboko, lakini baadaye anajikuta yupo daktari. Atasema ningikosa ile kiboko mimi singekuwa daktari. Anasifu yule aliyekuwa anapiga viboko. Lakini kumbe asili ya kile kiboko ni kwamba wale walituona sisi kama nyani. Not really human beings. Ndio ilikotokea. Na ni wao ndio kule kwao kule viboko hakuna. Hakuna viboko. Lakini sisi huko viboko sio ni mchezo. Kwa hiyo ni mapokeo. Sasa watu waliosoma ni wachache wamefanikiwa, ndio tunasema viboko ndio yule vilifanya kufanikiwa. Sasa hivi tuna mashule mengi sana sasa hivi. Shule hasa za sekondari ni nyingi. Hakuna tena. Unakaa na kijana, una mold, safi, anakuelewa. Alafu unamtakia mimi unampa tu history ya mafanikio katika maisha yake. Naambia kwa mfano unamwambia tu, kwa mfano wewe ndugu yangu, wewe usifika form 4. Sasa wewe unaenda kuchubia mwanamke ana degree. Muli ndani ya nyumba muli unajua hata kucheka sana. Anakudanganya siku nyingine tunaenda kwenye seminar. Kumbe naenda kwenye boyfriend msomi zaidi. Anaenda seminar. Nina mfano ipo tu mingi. Unadanganywa hivi. Wewe binti umeona mzuri na nini, lakini amekupita kisomo. Umeshindwa kupata. Alafu baadaye wewe hutaweza hata kupata kazi ya udereva, utembeze gari. Utakuwa tu jua. Unamwambia mambo ya mafanikio kuhusu maisha. Basi ile unabadilisha. Swala la kuwa na watu wabovu huwezi ukalifuta katika dunia hii. Watu wa kwanza walikuwa wawili, wakawa wanakaa na Mungu, wakaribia, wakaadhibiwa. Mungu alikuwa muumbaji, mwalimu. Wakaribia bustani ambayo kila kitu yafanya. Simba rafiki, miba rafiki. Waliribia. Angalia God. Sasa sembuze binadamu unakuwa mwalimu hapo unasema kiboko ndio dawa. Hakuna hiyo. Kiboko sio dawa. Hakuna. Kwa sababu mimi sijatumia wana kiboko katika historia ya ualimu wangu. Alafu kwa mfano ile level mimi sijafelisha watu wakafika 7 kwenye somo la geography. Yani this is my history. In the absence ya kiboko, hakuna kiboko. Tatizo nini? Hamna. Hakuna. Hawa watu waseme tu, wanasema tu kwa sababu ya hii ya mapokeo. Kiboko bwana ni kitu hakifai. Asante sana. Wow. Mfumo wa elimu kwa ufupi tu tena, just briefly. Ilikuwa ile safari yako ambayo umeshatusimulia. Lakini sasa tunaongea yale ya reflection. Hii kumbe sikukwambia, okay, lakini sio mbaya, utakata. Kuna namna watakata. Kwa hiyo sasa ukitazama mfumo wa elimu kufika mwaka 71 wewe uko tayari kwenye mfumo wa miaka 70 uko kwenye mfumo wa elimu, miaka 60 kwenye mfumo wa elimu. Leo hii Mungu ametujalia upo bado katika mfumo wa elimu, najua unafuatilia. Kama ungepewa nafasi tu ghafla uwe ndo alfa na omega wa kufanya elimu ya Tanzania iwe bora sana,
unatamani kufanya? Mimi bwana nisiwe mwongo, maki Mungu ataniadhibu. Sasa naenda kwenye imani yangu. Mimi naamini sana katika shule za bweni. Okay. Bweni linamfanya mwanafunzi awe na muda mrefu wa kuconcentrate na taaluma na maadili. Sasa hivi tumesema ni gharama sana bweni. Sasa wazazi wachangie kulea watoto. Wakae nao nyumbani, alafu watoto waje shuleni. Hai, je, huku kwa wazazi huku mfumo wa maisha upo uniform? Kuna baadhi ya watu ni walevi sana, hatutaki kutaja makabila, ili hata ni walevi sana. Kwa hiyo kama saa hizi hawapo nyumbani. Huyu kijana amebalehe, yupo form 5 day, form 4 amebalehe, yupo day, binti ama mvulana. Hakuna mtu wa kusema don't do this, do that, don't do this. Hakuna. Wazazi wameenda kwenye vilabu nini, wengine kama Makete kule watu wanalima mpaka giza. Kwa hiyo wazazi shamba wanalima kule, sababu baridi nyingi, na wafanye kazi kwa bidii sana mpaka jioni. Watoto wanakosa ile malezi. Alafu mtoto anapata tamaduni mbili kwa siku moja. Utamaduni mmoja wa nyumbani, utamaduni wa pili anapokuwa shuleni. Kwa hiyo unamtengeneza huyu mtu sawasawa ni binti ya sketi ya blue alafu na blouse nyeupe. Hiyo ndio elimu anayoipata na malezi yale mengine. Kwa hiyo hajapikwa vizuri. Kwa hiyo mimi na stress bweni. Kwa hasa hawa wanaokuwa wanapokuwa kwenda juu. Wale wa darasa la 4 kushuka chini wale. Hawa wakae na wazazi wao. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mambo yanaenda tu vizuri wakati na wazazi wao. Labda lingine sehemu kubwa, mimi nisingependa uchanganye watu wa umri fulani wamepitia makando fulani kuchanganya na chekechea, au wale wanasoma elimu ya awali au wale wanaosoma form 1 form 2. Ina maana ile hawa tunasema walimu kwa matatizo mbalimbali wameanguka kutoka kwenye shule, wamejifungua na vitu kama hivyo. Wale kwa sababu tuna huruma, tuna mfumo tayari na exist, taasisi ya elimu watu wazima, wale wote, yani taasisi ya elimu wazima, serikali mazingira pale, classrooms na nini, wafundishe. Huyu amezaa, huyu amezaa, kwa sababu ile definition ya education ndio inayotuangusha, hii inatushtaki. Neno education ina pillars 3. Kwenye education kuna ujuzi ambao ni skills, alafu kuna customs ambazo hii hapa customs ni spread, yani ni pana sana, very broad. Sasa unapeleka mtoto chekechea, alafu nampeleka mtoto form 2 mvulana, form 4 mvulana, binti amejifungua mapacha, unampeleka kwenye shule ile. Okay, upande mmoja. Upande wa pili kuna wale wanaofundisha ambao tunaita walimu, wamepikwa katika chungu maalum kuzingatia maadili. Huyu aliyojifungua watoto ameshapitia changamoto nyingi. Anamwona mwalimu yule mwisho wa mwezi na mshahara yule, kutoka mazingira yake, ndio maana amejifungua huko. Kwa hiyo anajipitisha pale, mara kwenda staff room kuamkia walimu, mara kupokea daftari nini. Sema yule, unajua kijana anaanza kanitupia hata shilingi 1000 pale hapo 5000. Nikasaidia mtoto huko nyumbani kuna matatizo. Sasa mwalimu ana maadili naye muongoza. Sasa alisema after huyu mzazi mwenzangu huyu anakuja hapa na kunjua. Kwa hiyo umeshaleta changamoto kule. Na hii imetokea katika nchi mbalimbali, tusitaje. Wameshindwa, wamereshape
reentry programs. Wamereshevu na kusema kabisa hakuna hiyo. Fuata tu taratibu.